Kama Yanga jana alikuwa na mkutano wa uchaguzi. Wewe unaibuka Mangungu leo unaenda kufanya mkutano. Wewe kiongozi nani bwana Mangungu nani kamchagua? Mangungu kaiba kula. Kwa hiyo hiyo tunajua. Sina kuomba Mangungu hebu tuachie hitimu. Sina nataka silaha. Kwa mpaka sisi hatutaki wewe uweze kutupa silaha. Ondoka tuachie. Magoli ndio tunatambua ndio mwenyekiti wetu. Magoli ndio mwenyekiti wetu. Sio yule Magoli. Sisi ndio mwenyekiti wetu. Sio Mangungu. Mangungu hakuna mtoto wa Simba anemkubali zaidi ya Machawa. Na mkutano anachozungumza yeye. Baada wewe kama ulisikia, ukusikia, mimi ndio mwenyekiti. Uongozi wendi hivyo. Mangungu naibuka Mangungu ina maana analeta mtafaruku ili mradi kwamba wale Yanga sisi wakatufunge, ndio mipango yake. Wetu Makonda tunakuomba katika hii jambo. Tuomba mtusaidie. Mama Samia tunakuomba utusaidie. Sio Mohamed ndio kwa mpango wake Simba iogopewe Afrika. Na kweli Simba ikainagopewa Afrika. Ulijiweka mwenyewe madarakani tu, uliwekwa na Tayageni ndio mlekana madarakani. Na leo tena wewe unamchukua Tayageni tena unamweka kama bwana, sasa tukulikubali hili. Sisi tuko tayari kama kufa, kama kufungwa, vyovyote mnavyotaji kutufanyia tufanyieni, lakini sisi hatukubali. Ina maana haya ni matumizi yanatumika. Mangungu wewe unatumika, wewe sio Simba. Wewe ni Yanga. Nenda kwa timu yako, kwani mpaka unganganie Simba? Nenda kwa timu yako Mangungu, tuache timu yetu. Hatukutaki. Ina maana kitendo cha sisi kwenda kuchimba dawa, Mangungu kaumia, amekasirika, kwa hiyo sisi tumeenda kuchimba dawa Jangwani. Sasa ukiona mtu wote aliyokasirika sisi kwenda kuchimba dawa, huyo ni Yanga. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Tuko na mzee wa mabomu, mshabiki mwanachama wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, na kubwa zaidi tulikuja kuangazia hasa kulikoni kwenye mitaa ya Msimbazi. Kumekucha, kumechangamka, hali ya hewa imechafuka, na niko naye hapa na miongoni mwa mashabiki ambao siku ya jana walionekana kupaza sauti, hatumtaki Mangungu, hatumtaki Mangungu. Mapema sana mzee wa mabomu, kulikoni? Sisi tumekaa kimya, sio kama sisi unatuona kama sisi wajinga. Watu waliacha kupiga makofi, uliacha sisi kukusemea ovyo. Kwa sababu gani? Tunajua bado miezi yako michache ili uondoke hapo madarakani, na ndio basi tulikaa kimya. Sasa leo unakuja na kurupuka, bado mechi tarehe 12 Simba na Yanga. Simba mwenyewe mmeiona kule Rwanda wakati tunacheza na Singida. Simba unaiona kabisa hii Simba hii hapa tarehe 12 Yanga lazima afe. Leo anaibuka Mangungu, ina maana analeta mtafaruku ili mradi kwamba wale Yanga sisi wakatufunge, ndio mipango yake. Kwani kosa la Mangungu ni lipi hapa? Kosa la Mangungu. Sasa utaitishaje mkutano ambao wanachama hawapo? Wanachama sisi tukongolongolo. Wewe unaitishaje mkutano? Unaitishaje mkutano? Alafu mimi nazungumza kabisa. Simba na Yanga. Kama Yanga akifanya mkutano wake au Simba akifanya mkutano wake, hawezi timu nyingine au kasikia Simba au Yanga ikafanya mkutano tena. Kama Yanga jana alikuwa na mkutano wa uchaguzi. Wewe unaibuka Mangungu leo unaenda kufanya mkutano. Wewe kiongozi nani bwana Mangungu nani kamchagua? Mangungu kaiba kula. Nye vipi jamani? Sisi mimi sasa hivi niko tayari kama kwenda jela niende, kama kufa nife. Lakini kwa mimi nausema Mangungu wewe sio kiongozi wetu, wewe uliiba kula, sio mwenyekiti halali. Alipitaje sasa? Waliiba. Kipindi hicho alikuwa na Tayageni. Ndio alikangania kaiba kula. Leo hii hapa ndo anamrudisha tena wale walituibia kula, ndo anamrudisha tena Tayageni, anamrudisha Simba. Ina maana kinachofanyika hawa wanatufanyia sisi. Wewe unaturudisha Tayageni. Tayageni sio mwadilifu. Unatuletea Hassan Hassano. Sio mwadilifu. Na ile sehemu pale watakiwa kai watu waadilifu. Sasa unatuletea watu ambao sio waadilifu. Umeelewa? Hao watu wote sio waadilifu. Nani Tayageni sio mwadilifu. Huyu Hassan Hassano sio mwadilifu. Sababu Hassan Hassano alisema kwamba jezi ya Simba, nembo ya Simba haijasajiliwa, wakati jambo kwa la uongo. Kitondokee pale atakwenda afute wanachama kwa sababu ni muongo, sio mwadilifu. Sasa mtu leo unamwekaje pale? Amekanusha kikao kile na kusema kwamba ni batili, ambacho hakitambuliki kikatiba. Ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Na ukitazama
mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi anaweza vipi kukanusha taarifa ya mwenyekiti ambaye anamiliki hisa ya 51% kwa maana ya wanachama? Sisi kwa sasa wana Simba wote Magoli ndio tunatambua, ndio mwenyekiti wetu. Magoli ndio mwenyekiti wetu, sio yule Magoli. Sisi ndio mwenyekiti wetu, sio Mangungu. Mangungu hakuna mtoto wa Simba anemkubali zaidi ya Machawa ndio anemtaka Mangungu, lakini hakuna mtoto wa Simba mwenye akili timamu ambaye akili zimetulia akamtaka Mangungu. Sisi katika watu wawili kilio chetu miaka mingapi minne iliyopita yote kilio chetu kwa watu wawili ambao Simba tuwataki hata kuwaona katika ile timu, Mangungu na Tayageni. Hao watu sisi hatuwataki kuwaona. Kwa Mangungu ni kutaka kumrudisha. Ngoja kwanza. Hao watu wawili sisi hatuwapenda. Hakuna mtoto wa Simba tukemuuliza akanampenda Mangungu au Tayageni. Hao watu sisi hatuwataki. Ngwaledi alivyomfukuza Tayageni akabakia mmoja Mangungu. Mangungu hata kama sawa liba kula na maana yuko pale kikatiba. Sawa. Watu wa Simba sisi tumesubiri kwa sababu zimebaki miezi michache uje uchaguzi, Mangungu akae pembeni, tuendelee na Simba yetu. Umeelewa? Sasa leo sisi tumekaa tumevumilia, hatukubuguzi na maneno, hatukusemi lolote. Leo wewe unakuja unaibuka tena unatuletea taharuki, maana ni taharuki unatuletea sisi wewe. Umeelewa? Katika majukumu yake. Sasa majukumu yao unafanya na nani? Sina wanachama. Sasa wanachama sisi tuko tukongolongolo. Wewe unafanyaje? Unahitaji sha mkutano. Wanachama tukongolongolo. Wewe unaitishaje mkutano? Na kwa nini mkutano usitupe taarifa? Na mkutano anachozungumza yeye, baada wewe kama ulisikia, ukusikia, mimi ndio mwenyekiti. Uongozi wendi hivyo. Mangungu kikanuni, yani kikawaida. Mangungu sio Simba Sports. Mangungu ni Yanga. Mangungu ni Yanga. Uthibitisho gani sasa? Uthibitisho huu hapa. Timu imetoka Pemba, imechukua kombe. Timu imefika uwanja wa ndege. Mangungu akakataza kwamba timu isiende Jangwani kuchimba dawa. Umeelewa? Ina maana kitendo cha sisi kwenda kuchimba dawa, Mangungu kaumia, amekasirika kwa sisi kwenda kuchimba dawa Jangwani. Sasa ukiona mtu wote aliyokasirika sisi kwenda kuchimba dawa, huyo ni Yanga. Kwa sababu mtu wa Simba yoyote hakukasirika kitendo cha kwenda kuchimba dawa Jangwani, hakuna. Lakini Mangungu yeye amenuna, kwa nini tumeenda kuchimba dawa Jangwani? Alimkataza Mohamed Ally usipeleke timu Jangwani, lakini Mohamed Ally alipotoka nje akatukuta wanachama na mashabiki wote tunataka tuende kuchimba dawa wapi? Jangwani. Kwa hiyo Mohamed Ally akasema kutuzuia. Umeelewa? Sisi tunaenda kuchimba dawa Jangwani. Kwa hiyo tunataka kuchimba dawa. Mangungu yake kamuma akakasirika. Kwa nini tumeenda kuchimba dawa? Lakini nisikilize bado kabla. Sisi mipango yetu tarehe 12 kwa Simba tulikopo nayo hapo Zanzibar, Yanga kufunga ni lazima. Na mipango yetu sisi tukifunga tena tunapita tena pale. Sikiliza, tunapita pale. Sasa kitendo hicho Mangungu kinamuuma. Kwa nini sisi tukapita pale? Ndio maana anatumika leo kutufanyia vurugu ili mechi ya 12 Yanga si atufunge. Ndio mipango yake. Anatumika ili tarehe 12 sisi tufungwe na Yanga. Ndio mipango yake Mangungu. Ndio maana anafanya hivi. Kwa sababu hakuna mkutano unaofanyika, Yanga anafanya mkutano na Simba akafanya mkutano, hilo halipo. Hakuna. Hata mwaka mmoja hakuna. Simba kafanya mkutano, Yanga kafanya mkutano, hakipo. Yanga zetu wamefanya mkutano, wametangaza mkutano miezi karibia 3 nyuma huko kwamba wana mkutano tarehe 2 mwezi wa 8. Sisi leo mkutano umetangazwa lini? Hakuna mwandishi wetu alikuwa anajua. Yaani jana wamekurupuka tu, bana kuna mkutano. Mkutano na kwa hivyo. Ina maana haya ni matumizi anatumika. Mangungu wewe unatumika, wewe sio Simba. Wewe ni Yanga. Nenda kwa timu yako, kwani mpaka unganganie Simba? Nenda kwa timu yako Mangungu, tuache timu yetu. Hatukutaki. Na nakwambia tarehe 8 Mangungu, unatupeka si jela. Usije uwanjani. Tarehe 8 kwenye Simba Day usije, utatupeka si jela. Ni yake sasa kutupeka jela. Unakuja kufanya nini? Nenda kwa wewe, subiri tarehe 9 Yanga siku ya wananchi, nenda kwa timu yako. Kwani mpaka uje kwenye Simba? Wewe Mangungu sio Simba. Na wewe uliiba kula. Sisi uchaguzi ule, wewe ukupita kihalali, uliiba kula.
Ulijiweka mwenyewe madarakani tu, uliwekwa na Tarageni mlekana madarakani. Na leo tena wewe unachukua Tarageni tena unataka kumweka kama bwana, sasa tukulikubali hili. Sisi tuko tayari kama kufa, kama kufungwa, vyovyote mnavyotaka kutufanyia tufanyieni, lakini sisi hatukubali. Mzee wetu Makonda, tunakuomba katika hili jambo. Tuomba mtusaidie. Mama Samia, tunakuomba utusaidie. Hili jambo, huyu Mangungu anatafuta kutupeka jela. Tumechoka. Hebu tuache tufunge Yanga tarehe 12. Kwani wanataka chokochoko? Wewe si Yanga tukifunga si wewe ufurahi. Tarehe 1 mwezi wa 3. Mechi imepigwa Zanzibar. Mangungu hakuwepo. Yanga kafa. Ile lazimeni kakataa goli. Tarehe 29 mwezi wa 4. Zanzibar hapo. Kombe la Muungano. Yanga amekufa. Mangungu kuwepo. Tarehe 3 mwezi wa 5. Tunakuja hapo Meja Isamuyo. Mangungu iko uwanjani. Yanga anachomwa magoli. Wewe uone kama ni mipango ya Mangungu. Katubisha shoti. Mangungu anahusika kwenye kuwapigisha shoti. Yanga wewe unafikiri tunarudi vipi? Ina maana mipango, sisi tunatengeneza mipango, yeye anakwenda kuambia. Sio ndo najua hayo. Kwamba sisi tunaweka mipango ya kumfunga Yanga, yeye anakuambia bwana hao wanapita hapa. Umeelewa? Kwa hiyo sio ndo najua. Sina kuomba Mangungu, hebu tuachie timu. Sisi tunataka silaha. Kwa mipango sisi hatutaki wewe uweze kutupa silaha. Ondoka tuachie. Atuachie timu, sisi tupate raha. Umeelewa? Kwa sababu leo hii hapa mipango yenu, wewe na Tarageni sisi tunaijua. Mipango yenu hii timu mumpe Jairuti. Lakini sinawaambieni, Jairuti hii timu ya Simba akipewa mwaka mmoja amalizi, hii timu anakimbia. Hii timu inaingia kwenye madeni. Hii timu inakuwa kama Yanga inakuwa kwenye madeni. Unajua Simba Sports Mohamed Dewji ametoa timu mbali. Timu sasa hivi inavunja mchezaji mkataba na mchezaji analipwa lake adai. Mohamed Dewji kila alichokiahidi ametimiza. Alituambia naitaka Simba kimataifa iogopewe. Leo hii hapa mimi unavyoniona nisajue pale Simba, bwana asajue Simba, ule mzee asajue Simba, tukacheze. Ile timu ya kutoka nje wakisikia tu bwana anacheza na Simba, ile timu hata kama iwe nzuri vipi inaogopa kucheza na Simba. Hiyo Mohamed ndio kwa mpango wake Simba iogopewe Afrika. Na kweli Simba inaogopewa Afrika. Nisikilize kwanza. Simba inaogopewa Afrika. Mohamed aliahidi na limetimia. Mohamed ameahidi kutujengea uwanja wa mazoezi Bunju. Simba sasa inafanya mazoezi katika uwanja wake Bunju. Umeelewa? Yote Mohamed amefanya. Umeelewa? Maka leo watu wanasema Jairuti anatimiza ahadi yake. Ameahidi kutetea mchezaji tumemtaka sisi. Umeelewa? Sisi tunampenda sisi. Ametutetea Liemba sisi tunampenda. Sisi tunampenda Feitoto akatuletea. Ina maana hajatimiza. Alichotimiza yeye kutuletea Eliza, ndio ametimiza. Na kutuletea jezi nzuri sawa, hiyo ametimiza. Lakini yeye ni mtu wa jezi, akae kwenye jezi. Hawa kina Mangungu asikuingie kwenye chaka tukasababisha sisi tukuchukie. Hatupendi sisi tukuchukie wewe. Wewe ni tajiri, pesa unayo, ukitaka unafanya. Sisi tunakushukuru kwa hilo. Lakini usiingie katika mgogoro wa kina Mangungu asikuingize kwenye chaka. Jiondoe. Hao machawa. Vita vya Mangungu Jairuti usiingie. Hao machawa wanakuzunguka, wanakudanganya, wanakuongopea tu. Sisi tukianza kukuchukia utatunasiwa baya. Sisi Jairuti tunapanga kukuchukia, tunakupenda. Umetutengezea jezi nzuri, tumeziona. Jezi iko safi, kila tunafanya safi. Lakini usiingie katika wewe sehemu yako ya jezi, kaa kwenye jezi. Huku kwenye timu mwachie mwenye Mohamed Dewji. Sisi hapa ametutoa mbali. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peace.